Watazamaji wetu wa TV Kongowea, na wakaribisheni katika jina la Yesu. Na wasalimu tena, hamjambo. Ni asubuhi njema ambaye nawakaribisha katika kipindi cha Mwanga wa Matumaini. Ingawa katika serikali yetu ya Kenya tumepoteza shujaa ambaye ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye naambia Wakenya wote poleni sana kwa kupoteza mtu wa maana, mtu ambaye alikuwa ni mkombozi wa wananchi. Na wakaribisha katika kipindi yetu wote watazamaji wa TV Kongowea. Karibuni kwa kipindi cha Mwanga wa Matumaini ambaye tunapeperusha katika hoteli yetu ya Golf hapa mjini Kakamega, hoteli ya kipekee ambayo iko katika mji wa Kakamega. Unapotembea mji wa Kakamega, tembelea hoteli yetu ya Golf. Leo niko na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Wilson Makaka, na ningependa kumkaribisha katika jina la Yesu. Ndugu, karibu sana katika kipindi chetu. Asante. Sijui wiki yako ilikuwa namna gani? Tunashukuru Mungu, wiki ilikuwa salama. Asante. Karibu sana katika studio ili Mungu aweze kutunenea jinsi atakavyo neno. Asante. Kabla tumkaribishe mtumishi wa Mungu, hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante, maana Baba imekuwa ni vyema ili tupate kukutana tena mahali hapa kwa minajili ya kupeperusha ujumbe huu wa matumaini katika ulimwengu nzima. Baba, mtumishi wako anapoenda kunena pamoja na watumishi wa wako, hebu kuwa pamoja nasi. Asante kwa Bwana Mwokozi wetu, naomba tukuamini. Amen. Karibu sana ndugu. Nashukuru Mungu kwa siku njema ambayo Mungu ametusaidia ili tuweze kuamuka, ili tuweze kumshukuru yeye akiwa mkuu, mfalme wa falme, anayetupa pumzi, anayetuongoza, anayetuchalia katika maisha yetu. Tunashukuru Mungu. Ni asante kwa kiongozi Wilson wa Wycliffe kwa kunikaribisha tunapo katika station hii ya Kongowea kwa ajili ya kupeleka ujumbe vile Mungu alivyosema kwamba enendeni kote kote duniani ukatangaze ujumbe huu wa malaika, ujumbe wa Mungu, ili mtu ambaye ataamini apatiswe na aweze kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo ndio maana siku ya leo tumekuja ili tuweze kutangaza kupitia kwa vyombo hivi, ili ujumbe hii iweze kufikia kila mwanadamu kote kote ulimwenguni. Lengo letu la kuja hapa, fundisho letu nitazungumzia juu ya dhambi ya usherati. Dhambi ya usherati imefanya watu wengi kuachia nyadhifa zao za kazi. Dhambi ya usherati imefanya watu wengi ndoa zimevunjika. Dhambi ya usherati imefanya watu wakapatikana katika aibu. Dhambi hii ndio nataka nisungumzie asubuhi leo ninapojifunza katika mtu mmoja ambaye anaitwa Daudi, akiwa mfalme wa Israeli. Daudi huyu akiwa mfalme wa Israeli, unaposoma Samueli wa 2:11 aya ya 2 ambayo inasema ya kwamba ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya tari ya chumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya tari, aliona mwanamke anaoka, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana wa kupendeza macho. Daudi alipokuwa juu kwa nyumba za mfalme, akaamka asubuhi, akaanza kutembea, akaona hapo chini kuna mwanamke ambao alimwangalia macho marefu. Kumbe kitu ambacho kinafanya watu waangamie ni dhambi hii ya usherati. Kwa sababu gani? Daudi alimwangalia mke huyu na akamtazama na akampenda. Alipompenda akaanza kuuliza, ukisoma hapo chini akauliza, huyu nani? Ni mke wa nani? Tunasikia kwamba wanamjibu ya kwamba huyu ni mke wa Uria. Mke wa Uria. Daudi akamuita akasini naye. Dhambi hii ilimsumbua Daudi. Daudi akawa analia siku zote
kwa sababu dhambi ya usherati ilimwingilia. Dhambi hii ya usherati tunaona ya kwamba Mungu baada ya kuona mambo haya alituma nabii kwa Daudi kumwambia mambo haya aweze kujua. Mfalme huyu Daudi alipokaa akaona nabii wake anakuja, na kwa Mungu anamwambia kuna watu wawili katika area yako hii, mmoja hako na mali mingi na mmoja